Thank you very much. Siku ya leo niko na ujumbe kidogo ambaye nataka kupitisha kwa wakazi wa Nakuru Town East Constituency. Mwanzo, kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia na kwa niaba ya constituency yote ya Nakuru Town East, nachukua nafasi hii kupeleka rambirambi, risala za rambirambi kwa ndugu yangu marehemu Charles Were, mbunge wa kule Kasipul, ambaye aliuawa mapema wiki hii kule Nairobi. Na ni kusema tu ya kwamba Were alikuwa ni mtu ambaye alijali sana maslahi ya watu yake na constituency yake. So tunasema poleni sana kwa familia, poleni sana kwa wakazi wa Kasipul kwa kumpoteza kiongozi wenu. Na ni kusema tu ya kwamba kama vile imesemekana, tunauliza idara zinazohusika wafanye uchunguzi wa kindani na kipekee, ndio iweze kubainika wazi ni kina nani hawahusika, wachukuliwe hatua, na zaidi ijulikane kuna nini, kwa sababu tunajua Wakenya wengi wanauawa, si wajumbe peke yake. Mtu yote ambaye anapoteza maisha yake kwa kupigwa risasi haifai hata kidogo. Kwa hivyo ni majukumu ya idara husika, wachukue majukumu yao, wafanye kazi vile inavyostahili. Pia kule kunaitwa Angata Barokoi kule ambaye pia kuna wakazi 5 ambaye walifariki kwa risasi ya polisi. Pia tunasema uchunguzi wa haraka pia ufanywe, na wale maafisa wa polisi walihusika kwa kutumia excessive force na kutumia bunduki kwenda kuleta amani kwa watu ambaye walikuwa hawana silaha, wachukuliwe. Kwa hivyo tena, kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia na kwa niaba ya constituency yote ya Nakuru Town East, risala za rambirambi kwa jamaa na marafiki ya ndugu zetu wale 5 ambaye walipoteza maisha yao wakipigania haki yao ya mambo ya mashamba. Na niseme tu kwa kweli, waziri wetu wa usalama anafika pale, tunataka kuona action ikichukuliwa kama vile alivyosema. Lakini ya muhimu pia ni tuangazie hapa Nakuru tulikuwa na hospitali inaitwa Medihill, na mnajua wakazi wa Nakuru, mnajua vile imesemekana kuhusiana na ile hospitali ya Medihill. Medihill ilikuwa inasemekana wako na activity ambazo si za kisheria za kwenda kuzoa sehemu za muhimu za mwili za Wakenya kwa kupeana hela kidogo. Tunawaomba familia zozote za hapa Nakuru Town East ama Nakuru County, kama kuna familia ambaye mmoja wenyu alipatikana katika hili janga la kwenda kuzolewa sehemu zake za mwili za kwenda kuuza pengine kwa kupewa hela kidogo, tunawaomba wafike katika police station ambayo iko karibu na wao, ama administrative office ambayo iko karibu na wao, wapeane taarifa ili naye tuangalie kama mambo hayo yalifanyika hapa kwetu, kwa sababu Medihill imekuwa ikioperate hapa kwa muda mrefu na ilikuwa inafanya upasuaji. So ni muhimu tuangalie pia na tuulizane. Na pia tena tunaomba serikali na idara husika wafanye uchunguzi na upelelezi wa haraka, ndio Wakenya wapate haki yao. Si haki kuja kusema utapatia mtu hela fulani ndio wapate kuchukua sehemu zao za mwili, kwa sababu na people should wawache kutake advantage ya ile maneno ambayo inafanyika kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Unakuta mtu ambaye anaenda anauza sehemu yake ya mwili kwa sababu ya ukosefu wa hela. Tunasema tu Mwenyezi Mungu alipotuumba alikuumba kwa sababu ya kitu fulani, na usione kama Mwenyezi Mungu amekuachilia. Kwa hivyo ni vizuri tu tung'ang'ane kwa njia moja ama nyingine, tuweze kutafuta ajira kwa njia nyingine, lakini si kupitia katika ile hali ambaye ilipitia.
Ya tatu ni kwamba kutoka kwa very reliable sources nimepata ujumbe ya kwamba wale wahusika wa KWS, wale ambaye walifanya tuseme ni mauaji ama kutupotea kwa kijana wetu Brian Odhiambo, mama yake tuko naye kila siku na machozi haitoki kwa uso wake. Niko na habari ya kwamba wale wahusika walitiwa mbaroni na siku ya Jumatatu watafikishwa kotini, na nichukue nafasi hii kumshukuru ndugu yangu waziri wa usalama, ndugu yangu Murkomen. Alipokuja hapa alituhakikishia kwamba atafanya chochote kuona Brian anapata haki. Kwa hivyo tunachukua nafasi hii kumshukuru waziri Murkomen, vile ulipromise. Kwa kweli kama watafikishwa siku ya Jumatatu, then tutaanza kuona ya kwamba Brian haki yake, among others, haki yake itapatikana kwa wale ambao walihusika na kupotea kwake ama kuuawa kwa Brian. Kwa hivyo nataka kuambia waziri, asante sana kwa sababu ulipo tu promise na ukapromise mama yake. Tunangojea kuona kwamba siku ya Jumatatu tutakuwa pale kotini kuona kama wale ambao wanaletwa kotini, na tunaomba mkondo wa sheria kama vile niliomba tu hapo awali, mkondo wa sheria uchukue barabara yake, wale ambao walihusika wachukuliwe hatua, ndio familia ya Brian iweze sasa kupata utulivu katika maisha yao. Pia niwaambie kwamba siku ya Jumanne kumekuwa na utata kuhusiana na mambo ambayo inahusika na National Government CDF, NGCDF. Na NGCDF iliwekwa kwa sheria na ndugu yetu ambaye alikuwa ametoka Olkalau hapa siku ya miaka ya 2007, na ikawa sheria na kuweza kupeleka huduma ambazo ni za serikali kuu katika mashinani. Na kwa kweli kwa niaba yangu na ile miaka nimekaa kama miaka 12 kule bungeni, nimeweza kuona umuhimu wa CDF. Na CDF watu wanaihusisha sana na wajumbe, na siwezi walaumu wa Kenya kwa sababu nitasema mimi nimesomesha, nimefanya. Kwa kweli ni kwa sababu unajua ukiwa ndani ya siasa ni lazima ujihusishe na kitu fulani, na kwa njia ambaye labda ukifikiria upate umaarufu wa kisiasa, lakini unakosa kuangalia upande wa sheria, unafanya makosa. CDF kwanza ilipoletwa kotini, sisi tulikuwa pale kwa kutoa maoni, na ikasemekana sisi mambo yetu ni matatu: legislation, oversight na kuwakilisha wale watu ambao umewakilisha kule bungeni. Wakasema huwezi fanya kazi ya implementation. Tukabadilisha sheria. Siku hizi mjumbe hahusiki kabisa tangu 2015 na mambo ya CDF. Kazi yake ni ku make sure public participation, maoni ya watu inachukuliwa katika mashinani, katika kila wodi. Maoni ya wananchi inachukuliwa, wanasema sisi mwaka huu tungependa tufanyiwe mambo haya kuhusu shule, tufanyiwe mambo haya kuhusu elimu, tufanyiwe mambo haya kuhusu usalama ama mambo ya the national government. Na hiyo nimeona ikifanyika baada ya kila miaka miwili. Sisi tunaenda mashinani, tuna make sure maoni ya mwananchi ambaye amepeana kutoka mashinani inaenda kuashiriwa na kuangaliliwa na kushughulikiwa katika mikakati ya proposals ambazo kamati ya CDF ambayo tunaita ni ile ya constituency the constituency members wa CDF wataweza kwenda kutoa na ku make sure maoni ya mwananchi wa kawaida inafikia wale ambao wanahusika. Kwa hivyo nitasema ya kwamba tumepewa siku 5 kufanya kuchukua maoni kutoka kwa Wakenya kutoka siku ya Jumatatu
hadi siku ya Ijumaa na ni kote nchini. So ninachukua nafasi hii kualika wakazi wa Nakuru Town East Constituency siku ya Jumanne kutoka saa 5 kamili. Tafadhali fika katika ofisi ya CDF ambayo iko pale free area ambayo tunaita ni Chief's Office. Njoo utoe maoni yako. Kama ungependa hela za CDF ziwekwe katika katiba ama hiyo sheria ya CDF iwekwe kwa katiba ya Kenya, pesa ya maseneti ambaye ni ya oversight. Kwa kweli tunaona kuna uvujaji sana wa hela kila wakati unaangalia audit report na unakuta. Kwa hivyo pia tungeomba pia masenators wetu wapewe hela ya kuweza kwenda kufanya ile oversight yao ya kihakika katika kaunti zao. Pia hiyo inaenda kuashiliwa na kuwekwa katika zile mandugu zetu ambaye ni wajumbe wa wards ambaye MCS tunawaita. Pia tungependa wawe na ward development fund yao ambaye ni county, ambaye pesa zikikuja sehemu asilimia fulani kama vile tunasema 2.5% of the national revenue itakuwa inaenda kwa CDF. Naye pesa ambaye inateremka kwa county kwa sababu ni ya development, naye waseme asilimia fulani itaenda katika kila wodi ambaye itaenda kwenda mjumbe wa MCA, naye awe kazi yake ni kwenda kuchukua maoni kutoka kwa wodi zake na kwenda kufanya, na hiyo haitakuwa ina conflict na ile ya mjumbe wa National Assembly. Kwa sababu gani? Mimi nikichukua maoni nitachukua maoni ya national government functions kama vile nimewashiriwa katika schedule 4 ya katiba yetu, naye mjumbe wa MCA akienda atachukua functions zile za MCA vile inaashiriwa katika the schedule 4 ya functions of the county government, ambaye naye ataenda aongelee mambo ya functions. Kwa hivyo hakutakuwa na overlap. Na mliona hivi majuzi koti iliamua ya kwanza mwaka huu pesa zile za basari kwa mfano county iweze kupeana, hiyo kitu inapoangaliliwa. Lakini tukiziweka katika kwa sheria, mambo yote hii sasa itakuwa, kwa sababu kila wakati, na nasema ni kwa nini, kwa maoni yangu